Nichukue fursa hii kuwashukuru sana 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 wananchi wa mkoa wa Kusini Pemba kwa jitihada kubwa za kudumisha amani na utulivu, kuona kwamba mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tunaendelea kufunga kwa salama na amani. Niendelee kuwashukuru sana vikosi vyetu vya ulinzi na usalama kwa kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba wananchi wanafanya shughuli zao kwa salama na amani na utulivu. Wananchi wanaendelea kuja kuhitaji kutafuta mahitaji yao katika maduka yote ambayo yapo, wanaingia kutafuta kutambaa mahitaji yao ya sikukuu kwa shughuli za kusherehekea ile Eid Fitr. Niseme kwamba ni sikukuu ambayo ni ya faraja. Tumeweza kufunga mwezi mzima, lakini kuna mambo muhimu ya kimsingi lazima tuyazingatie ili kukamilisha tuwe salama na amani. Kwanza ni suala zima la amani katika maeneo yetu haya ya Eid Fitr. Tuendelee kudumisha amani, tuendelee kuona kwamba amani inatawala katika maeneo yetu ili tuisherehekee vizuri. Tusije tukaona kwamba ni wakati mwafaka wa kufanya vurugu katika maeneo haya. Tusichukue fursa hiyo tukaiharibu amani yetu. Lakini vile vile naomba wananchi kwamba tumemaliza Ramadhani kwa nia njema kabisa. Watoto wetu lazima tuwasimamie vizuri kuona kwamba tunawapeleka katika viwanja ambavyo viko rasmi, vinatambulika, ambao ulinzi utakuwepo ili kuenda kusherehekea, lakini tusherehekee kwa mambo ambayo ni ya kumuasi Mwenyezi Mungu. Lazima tusherehekee kwa mambo ambayo muhimu, yale ambayo dini yetu au kwa ujumla Wazanzibari kwetu wanahitaji. Sana waomba sana tuendelee kudumisha amani, tuepukane na vurugu ambazo watu wengine ambao hawataki mema waweza wakatusababishia matatizo haya. Sisi serikali ya mkoa tumejipanga vizuri kuona kwamba amani, watoto wetu, wananchi kwa jumla wanasherehekea sikukuu hii ya Eid Fitr kwa amani na utulivu. Nataka niwaambie kwamba amani ikichafuka ni mtihani wetu. Kuna wenzetu sasa hivi wanataka kuingia katika siku ya Eid. Hii Ramadhani hawakufunga katika hali nzuri. Amani ilikuwa haipo kabisa. Leo sisi tunashukuru Mungu kwamba amani ipo, tumeweza kufunga vizuri. Wanaingia katika Eid wenzetu bado hali ni tete. Hawajui wakaswali wapi Eid, hawajui wafanye nini. Sasa hiyo ni mfano mzuri. Nimepata mafunzo makubwa wakati nilipokuwa umri bwana. Wakati tunarudi tumeona nchi za wenzetu amani iko katika. Kuna Waislamu wenzetu wanapata shida wa Iran sasa hivi kutokana na kukatika kwa amani. Kuna wenzetu pale nchi za Kiarabu wanapata shida sasa hivi baadhi yao kwa kutokana na kukatika kwa amani. Ni somo kubwa ambalo tunajifunza. Sasa naomba wananchi, amani ni kitu muhimu. Tumeona viongozi wetu jinsi wanavyosimamia katika kuona kwamba amani inatawala katika maeneo yetu. Wanatuhimiza kila wakati. Sana waomba wananchi kwa ujumla tuweze kusimamia amani ili tusherehekee sikukuu yetu hii kwa salama na amani. Kuna viwanja vimepangwa, kiwanja cha watoto kipo cha Gombani, kuna vikundi vya Kiislamu, makundi yapo, kuna wenzetu wa Istiqama huwa wanakusanya wenzetu hawa katika vijana wetu katika kuwapa nasaha ili kuenda vizuri katika yale maadili ambayo yapo. Kuna kama Chemsha Bongo wanifanya katika maeneo haya. Kwa hivyo ni vyema tuende katika maeneo ambayo rasmi, maeneo ambayo yana usalama ili kuona amani inatawala na tunasherehekea sikukuu yetu kwa salama na amani. Kuna watu wanasema tunakwenda kufanya mambo ya maajabu, wanakwenda katika mabichi ambao wanaonyesha taswira ambayo si nzuri, maadili yetu wanayavunja na mambo mengine ambayo si mazuri. Nawaomba sana, hii tumefunga mwezi wa Ramadhani vizuri, tumevuta subra, tumekuwa tunasimamia dini yetu vizuri, amani itawala. Leo tukiharibu funga ambayo tumefunga kwa mwezi mzima, tumeharibu kwa siku moja kwa mambo ambayo si ya msingi. Nawaomba tuende tufuate mambo ambayo ya msingi, dini inavyotaka na maadili yetu yanavyotaka katika nchi yetu ya Zanzibar. Wazanzibari mwakarimu. Leo ukimaliza asubuhi kusali sala yako ya Fitr ya asubuhi, nenda ukale na wazee watoto wako, nenda ukajulie wazazi, nenda ukajulie pia majirani ili muende vizuri. Na jioni kula mpunga wako, piga vitu, alafu uende kwenye shughuli nyingine ambazo ni zile ni mwafaka za Kiislamu ambazo tunazo. Serikali mkoa tumejipanga kuona kwamba amani ipo, watoto wetu wanakwenda vizuri. Msiwavishe vitu vya thamani kubwa watoto wetu, alafu mkawacha anatembea peke yao, kwa sababu kuna watu wengine wadogo wanapaswa kujidhahabu. Hii ni hatari, kwa sababu inakuwa vishawishi vikubwa vya wale ambao hataki maendeleo katika maendeleo, wale ambao hawataki amani watoto wetu.
Sasa naomba sana wananchi wa mkoa wa Kusini Pemba muhakikishe kwamba watoto wetu tunakuwa nao mkononi na tusiwape vitu vya thamani mkononi ili kuepukana na matatizo ambayo yanaweza kujitokeza wakati wa kusherehekea siku yetu ya Eid al-Fitr. Lakini si hilo tu, hata madereva, naomba sana madereva. Katika kipindi hichi wananchi wengi watahitaji suala zima la usafiri ambao uko rasmi. Usije ukautumia usafiri huu vibaya. Magari yaende kwa kufuata taratibu za alama za barabarani, lakini si hiyo magari tu, hata hawa madereva wahakikishe kwamba wanachukua kwa kiasi ambacho kinatakiwa, wasijaze mpaka wakasema wameweka popo, jambo ambalo linaweza kutuletea athari kubwa. Baada ya kusherehekea furaha kubwa ikaja matatizo makubwa kutusha msiba. Sasa naomba sana bodaboda, nyinyi ndio wenye matatizo makubwa. Naomba sana msitumie fursa hii vibaya. Fursa mmepewa kutafuta riziki na wale bajaji na watu wengine. Kwa hivyo mtumie akili timamu, mtumie alama za barabarani, vyombo vyenu muendeshe pole pole. Msitumie kukata ule unaozungumza kwamba mwendo wa njiwa ambao ni mkubwa. Yuko mdudu ndege anaitwa kipi anakwenda cha cha cha. Ile inaweza kutuharibia amani yetu na sherehe yetu itaanza kuharibika. Hatima yake baada ya kwenda kurudi nyumbani tukapelekwa katika maeneo mengine ambayo hospitali, jambo ambalo tutaki hilo. Naomba Mwenyezi Mungu atuepushe ili mambo yetu yaende vizuri zaidi. Mwenyezi Mungu atujalie amani. Wananchi tusherehekee katika sherehe hii ya Eid al-Fitr kwa salama na amani. Nawatakia kila la heri wananchi kwa ujumla, kwamba ni kweli katika kipindi hiki pilika watu ni wengi, na umeona baadhi ya barabara tumezifunga kutokana na watu kwa wengi sana. Kwa hiyo magari yetu huwa hayapiti katika maeneo yake. Sasa hili ni jambo ambalo yote ni kuhakikisha kwamba usalama upo na mambo yanakwenda vizuri. Sasa naomba sana wananchi, japo kama ni wewe, tusijae mpaka ikapita kiasi kwenye magari, kwa sababu tukifanya vinginevyo vyote usalama utakuwa ni mdogo. Sasa naomba sana tufuate taratibu, na askari wetu wamo mitaani au wako kwa barabara ili kuona kwamba wanalinda usalama wa wananchi wote. Sasa naomba sana tusije tukaona kwamba ni fursa ya kujaza watu mpaka ikapita kiasi. Haitatusaidia ule amani, ule usalama tunaotaka wa hali zetu hautakuwepo kama hatufuata utaratibu wa barabarani. Naomba sana wananchi tufuate taratibu na sheria za barabarani, na naiomba taasisi husika wasimamie ili kuona usalama unapatikana katika maeneo. Wenzetu wa usalama, polisi wapo, wenzetu wa mawasiliano wapo, watakuwepo ili kuona kwamba usalama unapatikana.